Je, unaweza kuzungumzia ushindi wa uchaguzi wakati wananchi wanalia kuhusu gharama ya maisha? Manake wakati bei ya mafuta inapanda, hasira mitandaoni inaongezeka na maandamano makubwa yakitangazwa Jumatatu hii. Kauli moja ya Rais William Ruto imeacha Wakenya wengi wakibaki na maswali mengi, lakini swali kubwa ni hili: je, Kenya inaelekea kwenye uchaguzi wa ushindi mkubwa au kipindi kigumu zaidi cha kisiasa? Leo tutaangalia video zote zilizotikisa Kenya ndani ya siku chache zilizopita, kuanzia kauli ya ushindi wa Ruto hadi maandamano ya mafuta kupanda yanayoandaliwa na Eric Omondi. Katika video hii ambayo imeenea sana mitandaoni, Rais William Ruto anaonekana akiwa na ujasiri mkubwa sana kuhusu uchaguzi ujao. Ruto anasema anaamini atashinda uchaguzi kwa tofauti ya kura milioni 2 hadi 3. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa sana mitandaoni, hasa kipindi hiki ambapo Wakenya wengi wanalalamika kuhusu gharama ya maisha. Kwa baadhi ya supporters wake hii ni ishara ya ujasiri, lakini kwa wengine wameuliza swali kubwa ya kwamba kama maisha ni magumu hivi, ujasiri huu unatoka wapi? This election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. And I am very clear in my mind, there is a reason, there is justification for us to consolidate the country into one. Listen to me. The position where I sit, there is enough for every Kenyan. One does not need to miss for the other one to get. There is an opportunity for all of us to fit in one government. Na huku upande wa upinzani nao hali inaonekana kuwa ngumu kidogo. Katika video hii Edwin Sifuna anaonekana akizungumza kuhusu changamoto ya kuunganisha viongozi tofauti ili wapate kiongozi mmoja wa kushindana na William Ruto. Sifuna amesema wazi kuwa haitakuwa rahisi kutokana na tofauti zao za zamani, lakini anaamini umoja ndio nguvu pekee. Hii inaonyesha kuwa mapambano ya mwaka 2027 tayari yameanza mapema sana, lakini wakati wanasiasa wakipanga uchaguzi, wananchi wengi wanaonekana kujali zaidi hali ya sasa ya maisha. Na hiyo maoni ama hiyo mazungumzo haitakuwa rahisi. Kuna mjamaa jana alisema tufungiwe ndani ya room moja, sisi wote tuongee na tutoe mtu mmoja. Mheshimiwa Matiang'i, hata mimi kuna vitu nataka kukuambia, na nataka niambie hawa Kenya ambao wamekaa hapa. Hakuna mtu hapa mbele katika siasa ambao hatujakwaruzana. Huyu Mheshimiwa Kalonzo huyu, nikiwa katibu wa chama nilimvuruga tu sawa sawa, anajua. Lakini tulikaa 2022 kama wanaume wawili pale Serena, na akaniambia Sifuna, ulinikosea hapa, mimi ulinikosea hapa, tukashake mkono, tukaingia kwa uchaguzi. Hata baada yeye kunyang'anywa running mate alisupport baba. Huyu Mheshimiwa Kalonzo. Huyu Mheshimiwa Matiang'i, kulikuwa na by election hapa Bonchari. Niseme nisiseme? Bwana, ulitusukuma bwana. Ndio ukweli tu. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Janet Ongera, atakwambia. Mheshimiwa James Ongwae, yule alikuwa mbaya senator. Mheshimiwa Ongeri yuko wapi? Bwana, tulikula tu tear gas mzuri. Unajua saa nyingine mkiona kichwa yangu ni mbaya, ni ile tear gas. Pia Matiang'i alinikulisha. So, tukiingia kwa hiyo room, lazima tuambiane ukweli. Tuseme ulinikosea hapa, lakini tear gas ya Matiang'i haishindi uchungu ambaye William Ruto ameleta katika taifa letu. So ndugu yangu Matiang'i, mimi niko tayari kama kiongozi wa Linda Mwananchi kufanya kazi na wewe. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sisi wote lazima tukubali, it is no longer about our personal feelings about each other. Hata huyo Rigathi Gachagua alikuwa anaamka 6 am kututubia tear gas nikiwa na baba 2023, lakini kama yeye ndiye atashika mguu ya fisi, Matiang'i ashike ile mguu ingine, Kalonzo amembana huku kwa shingo, alafu Sifuna ampige mshale, si tutakuwa tumemaliza? Asanteni sana, Mungu awabariki.
Na hapa ndipo hasira za wananchi zimeonekana zaidi. Katika video hii, binti ya Raila Odinga analalamika kupanda kwa bei ya mafuta, huku pia akishangazwa na kiwango cha deni la Kenya kufikia trilioni 10. Kauli hii imegusa wengi sana mitandaoni kwa sababu kwa wananchi wa kawaida, mafuta sio mafuta tu ya magari. Mafuta yanaathiri chakula, usafiri, biashara na maisha ya kila siku. Na kila mafuta yanapopanda, gharama ya maisha pia nayo inapanda. Jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana, hata wengine hawaeleki. But you know what that means? Ni kama uko na jirani, na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saizi juu Shylock anamtafuta. Lakini ukiona huyu jamaa, unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu iko sawa, ameenda kwa kinyozi, amepaka hiyo kitu wanaume wanapenda kupaka hapa, amepiga line cut hapa, na ako na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana hawana kazi. Mabiashara vidogo vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya is not a personal office. The National Treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi, unajua kazi ya hiyo ofisi ni kulinda how would you say it? Ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. Who said Wajaluo wajui Swahili? Umesikia? That is the work of that office. And therefore, as public servants, I think we need to take a little step in how we treat each other, how we talk to people. We need to pay more attention to the people on the ground. We need to listen to them. And with that, I'm leaving now. Sorry if you want a ride still. But asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama yetu mpendwa mahali pema peponi. Hasira hizi sasa zinaonekana kuhamia barabarani. Mchekeshaji maarufu Eric Omondi ametangaza kuwa Jumatatu hii kutakuwa na maandamano kuhusu bei ya mafuta kupanda. Na kama kawaida ya Wakenya, maandamano yakitangazwa tu mitandao yote huwaka moto. Wengine wanaunga mkono maandamano hayo, lakini wengine wanaogopa hali inaweza kuwa ya kutisha zaidi. Swali kubwa sasa ni je, maandamano haya yatabadilisha chochote au yatakuwa mwanzo wa presha mpya kwa serikali? So on Monday tunaenda maandamano. We need to be very clear. Tunaenda kuandamana na vibuyu, tutakuwa CBD na vibuyu zetu tukidemand that the fuel prices ziende chini. Yeah? Ziende chini because mchague kitu moja. Muamue kama ni nyanya itapanda ama ni unga ama ni rent ama ni shule ama ni fuel. Haziwezi kuwa ni zote. Sasa tumekataa na mtajua tukisema tumekataa tunamaanisha nini. It will not be business as usual. Hamutapenda, hamutapumua. Tutakanyagana shingo. Tukanyaga shingo, tumenyamaza. Sasa tutavurugana. Tutaanza kuvurugana Monday. Haitakuwa sawa hapa Kenya.
Na wakati wa Kenya wakijadili bei ya mafuta, kauli nyingine nzito ilitoka kwa Rigathi Gachagua. Katika video hii, Gachagua anadai kuwa faida zinazotokana na ongezeko la bei ya mafuta zimehusishwa na ununuzi wa Talo Oil huko Turkana kwa dola milioni 120. Madai haya tayari yamezua mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wengine wanataka ushahidi zaidi, ila wengine wanaamini kuna mambo mengi wananchi hawajaelezwa. Na hapa ndipo political tension yanaonekana kuongezeka kila siku. I have received information that this profit that the president and his partners from increased fuel prices has been used to purchase Talo Oil in Turkana at $120 million, and that is approximately 15.6 billion Kenya shillings. That is why they are in a haste to buy, to increase prices, to make more profit, to be able to buy Talo Oil that is in Turkana. And we have also been told, and we have confirmed, that Gulf Energy have created a fake debt with the owners, with the previous owners, who was to sell Talo Oil to William Ruto and his partners. They were literally forced out of the country. They created a fake debt of $2.5 billion. And the arrangement is that once this fuel goes to the market, 1 barrel of oil from Turkana will go for $100, and $85 out of that $100 will go towards paying this fake debt. We are left with $15. Those $15, the national government 60%, the county government of Turkana will take 40%. There is nothing for the community. There is nothing. Kwa sasa Kenya inaonekana kusimama katikati ya mambo mawili makubwa. Upande mmoja, viongozi tayari wanaongea kuhusu ushindi wa mwaka 2027, lakini upande mwingine, wananchi wengi bado wanapambana na gharama ya maisha, kutoka bei za mafuta, madeni, maandamano hadi vita ya kisiasa. Swali kubwa linaendelea kubaki: je, Wakenya wataangalia zaidi siasa za uchaguzi au maisha yao ya kila siku? Na wewe unasemaje kuhusu hali ya Kenya hivi sasa? Je, maandamano ya Jumatatu yanaweza kuleta mabadiliko au mambo yataendelea kuwa magumu zaidi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.